Kama utahudhuria harusi ya kitamaduni leo, huenda ukasikia viapo vikibadilishana ahadi za kuwa pamoja na kushikamana kuanzia leo na kuendelea. Kweli hayo ni maneno ya heshima kubwa. Maneno haya yanarudi nyuma hadi kwenye wazo la Mungu kuhusu ndoa ambalo linajumuisha maelewano, kudumu na umoja. Sasa changamoto ya ndoa ni kwamba ni muungano wa wenye dhambi wawili. Na unaweza kuwa ulidhani ndoa ni rahisi hadi ulipoa au kuolewa, na ndipo ukagundua kuwa wewe ni tofauti sana na mwenzi wako, na tangu hapo umekuwa ukijitahidi kumwelewa. Mwanaume mmoja kanisani kwangu ambaye alikuwa ameoa kwa zaidi ya miaka 50 aliniambia asubuhi moja ya Jumapili baada ya ibada kwamba yeye na mke wake walikuwa tofauti sana. Kwa kweli, alisema huku akitabasamu kidogo, sisi ni tofauti sana, kitu pekee tunachofanana ni kwamba tulifunga ndoa siku moja. Basi hebu nikuambie, Mungu aliweka sheria hii isiyoandikwa kwamba watu wenye tabia tofauti huvutiana. Ndoa basi inakuwa chombo kikubwa zaidi cha kukuza kiroho ambacho unaweza kuwa nacho hapa duniani. Lakini nini hutokea pale mwenzi anapoamua kuishi maisha ya dhambi bila kutubu, au kujikabidhi kwenye uraibu wa dhambi, au labda kuwa mkatili kimwili? Je, talaka inakubalika kibiblia? Tupo katika Injili ya Luka sura ya 16 na Yesu amemaliza tu kutoa mfano kuhusu matumizi ya pesa kwa njia ya kumcha Mungu na atajibu hilo, lakini muda si mrefu hapa. Tunasoma kwanza katika mstari wa 14, Mafarisayo ambao walikuwa wapenzi wa fedha walisikia mambo haya yote wakamdhihaki. Basi Yesu anajua mioyo yao. Anajua kwamba hawajali kabisa neno la Mungu, na anawaambia hapa katika mstari wa 17, ni rahisi mbingu na dunia kupita kuliko nukta moja ya sheria kufutwa. Hata nukta ndogo kabisa ni muhimu. Sasa Yesu anarejelea hapa ile serafu ndogo. Hiyo ni mstari mdogo wa kalamu unaotofautisha konsonanti za Kiebrania katika Biblia ya Kiebrania. Sasa watu wa mrengo wa kushoto wanapenda kusema kwamba Biblia ina neno la Mungu. Hapana, sivyo. Biblia ni neno la Mungu, hata ile serafu ndogo, ile nukta ndogo. Sasa Yesu analeta mfano ili kuthibitisha kwamba hawa Mafarisayo walikuwa wanajaribu kukwepa neno la Mungu. Mstari wa 18, kila mtu anayemwacha mkewe na kuoa mwingine anafanya uzinzi, na anayemuoa mwanamke aliyeachwa na mumewe anafanya uzinzi. Sasa Yesu anatoa maelezo zaidi kuhusu hili yaliyoandikwa na Mathayo sura ya 19 mstari wa 9, ambapo katika muktadha tofauti Yesu anasema, nami nawaambia, yeyote anayemwacha mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati na kuoa mwingine anafanya uzinzi. Hapa anaongeza kile tunachokiita kifungu cha msamaha kwenye muungano wa kudumu, na hii ni ile sababu ya uasherati ambayo kimsingi huvunja muungano huo. Sasa katika siku za Bwana kulikuwa na shule mbili za mawazo ya marabi kuhusu talaka, na zote mbili zinarudi na kunukuu Kumbukumbu la Torati 24, moja inayosema, mtu akimwoa mwanamke na kumchukua kuwa mkewe, kisha akamkuta hana kibali machoni pake kwa sababu amegundua jambo la aibu kwake, anaweza kumwandikia hati ya talaka. Basi shule ya kihafidhina ilitafsiri neno aibu kama uzinzi. Shule ile ya msimamo wa wastani iliyowakilishwa na Mafarisayo ilizingatia ile kauli ndogo, hana kibali machoni pake, na marabi walitafsiri ukosefu huu wa kibali kujumuisha hata kama mwanamke amechoma chakula cha mumewe, kuzungumza na mwanaume mwingine barabarani, au hata kuongea kwa sauti kubwa. Hata hivyo, mwanamke katika siku hizo angeweza kumtaliki mumewe tu ikiwa angekuwa murtadi, mhalifu au mwenye ukoma. Kwa hiyo ni wazi kwamba talaka ilikuwa karibu haiwezekani kwa mwanamke, hata kama mume wake alikuwa na tabia mbaya na mkatili. Sasa Yesu anachofanya hapa ni kufafanua sheria. Talaka inaweza kutokea ikiwa mmoja wa wanandoa atafanya uasherati.
Neno la Kigiriki linalotumika hapa kwa uasherati ni porneia. Baadhi ya tafsiri zinaweza kulielezea kama uzinzi. Ni neno pana linalomaanisha uasherati wa aina mbalimbali. Sasa usielewe vibaya. Yesu hasemi hapa lazima mtalekeane kwa sababu ya uasherati. Talaka haijalazimishwa, lakini inaruhusiwa. Uasherati hauwi sababu ya moja kwa moja ya talaka, lakini bila shaka ni sababu ya moja kwa moja ya kutubu kwa dhati. Kwa wale walioa au kuolewa na mtu anayekataa kutubu kwa kweli, Bwana anafungua mlango huu. Hii ndiyo kanuni ya kipekee ili mwenzi asiye na hatia awe huru kutoa talaka na kuoa au kuolewa tena. Sasa unaweza kuwa unajiuliza kama uasherati ndiyo sababu pekee inayokubalika kibiblia kwa talaka na kuoa au kuolewa tena. Sasa Mtume Paulo anazungumzia hili katika 1 wa Korintho saa 7 na madakika 10, kwa walioana natoa amri hii, si mimi bali Bwana. Mke asitengane na mumewe, lakini akitengana na akae bila kuolewa au apatanishwe na mumewe. Na mume asimpe mkewe talaka. Hapa Paulo anazungumzia wanandoa wa Kristo ambao hawana sababu za kibiblia za kutalikiana. Je, mmoja wa wanandoa anaweza kuondoka? Basi huyo hatakuwa huru kuoa au kuolewa na mtu mwingine. Kwa kweli, Paulo anasema yule anayeondoka anapaswa kubaki bila kuoa au kuolewa au apatanishwe na mwenzi wake. Sasa Paulo anaongeza maneno haya hapa kwenye mstari wa 12. Kwa wengine nasema mimi, si Bwana. Ngoja nisitishe kidogo hapa. Hii haimaanishi kwamba Paulo sasa atatupa maoni yake mwenyewe. Anachomaanisha ni kwamba Bwana hakutoa maagizo haya wakati wa huduma yake, hivyo Paulo humnukuu Yesu hapa. Kwa kweli, sasa Paulo anaongozwa na Roho Mtakatifu kutoa mwongozo zaidi kwa waumini. Sasa tena mstari wa 12. Kama ndugu yeyote ana mke asiamini na huyo mke anakubali kuishi naye, asimwache. Na kama mwanamke yeyote ana mume asiamini na huyo mume anakubali kuishi naye, asimwache. Sasa neno anakubali hapa ni muhimu sana. Ni neno linalomaanisha makubaliano ya kuridhiana, hamu ya pamoja ya kuendelea kuwa pamoja. Unaona, kukubali ni jambo la pande mbili. Kwa hiyo kama kuna hamu ya dhati, hata kutoka kwa mwenzi asiamini, ya kutimiza viapo vya ndoa, Paulo anasema kwa muumini, usimwache mwenzi wako. Lakini kama sivyo, kama kuna maamuzi, uraibu au matendo yanayoonyesha wazi kwamba mwenzi huyo hakubali kuishi kwa uwajibikaji kama mume au mke, Paulo anaeleza hapa kwamba hiyo ni kitendo cha kuachwa. Anasema hapa kwenye mstari wa 15, lakini kama mwenzi asiamini anaamua kujitenga, na naweza kuongeza hapa, mwenzi ambaye anajitendea kama asiamini, Paulo anasema acha iwe hivyo. Katika hali kama hizo, ndugu wa kiume au wa kike hafungwi wala hatumikishwi. Kwa maneno mengine, usipigane kuhusu hilo. Usibishane kuhusu hilo. Ruhusu litokee. Kwa kweli hakuna kitu katika Biblia kinachomkataza mwenzi asiye na hatia kuanzisha jambo hilo. Paulo anaandika hapa, Mungu amewaita katika amani, na hilo ndilo lengo lako sasa, kuacha vita na yule mwenzi mwenye dhambi asiyetubu, ambaye maamuzi yake yanaonyesha kuachana, yaani kutokukubali kuishi na wewe. Paulo anasema tena hapa kwenye mstari wa 15, katika hali kama hizo, ndugu wa kiume au wa kike hafungwi. Hii ndiyo mara ya pekee katika Agano Jipya kwa njia ambapo kauli hii katika hali kama hizo inapatikana. Inamaanisha katika hali kama hizi ambazo zinahusisha kuachwa. Ni kauli ya jumla kwa aina yoyote ya kesi inayoonyesha kwamba mwenzi hajatubu kwa dhati, wala haonyeshi kwa kweli kukubali kuishi kwa heshima na kwa maelewano na mume au mke wake. Ninaamini kwamba kesi nyingine ambazo zinaonyesha wazi kuachwa kwa viapo vya ndoa zitajumuisha uasherati usiotubiwa, matumizi ya pornografia bila kutubu, kamari,
na pia uraibu mwingine kama vile dawa za kulevya na pombe vinavyoambatana na maisha ya udanganyifu kutoka kwa mwenzi. Mitindo hii ya maisha itajumuisha pia kuiba mapato ya kaya. Inaweza kujumuisha vitisho vya maneno vya madhara ya kimwili na bila shaka aina yoyote ya unyanyasaji wa kimwili. Kuna mtazamo maarufu huko nje katika jamii ya Wakristo ambao unanisumbua. Inasema kwamba mke anapaswa kuvumilia unyanyasaji wa kimwili kama vile mishonari anavyovumilia mateso. Hapana kabisa. Nikuambie, kuondoka kwa mwenzi ambaye hatubu, anafanya uzinzi, anaiba, mlevi, mdanganyifu, asiye na maadili na mwenye tabia ya unyanyasaji, na nafikiri nimegusa makundi yote, ni njia bora zaidi ya kuonyesha kwa dunia yetu kile Mungu anachokiona kuwa ndoa kuliko kuendelea kumuunga mkono na kumsaidia mwenzi anayevunja utakatifu wa ndoa. Katika hali kama hizi, kuna msingi wa kibiblia wa talaka na kuoa au kuolewa tena ili muumini aweze kuonyesha kwa dunia ndoa ya kweli ya kibiblia inayomheshimu Mungu inamaanisha nini. Lakini kwa hayo, muda wetu wa leo umeisha. Mpaka tukutane tena wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.